Ukweli. Uongo ukweli. Hatuna ugomvi nao binafsi, lakini tuna ugomvi na wao kwa sababu wamefanya sisi vijana tulioko Chadema na tunaoamini katika haki kuishi kwa hofu. Uongo ukweli. Peoples, tumekaa tunakimbia, unalala sehemu, unahama, unaambiwa wanakuja, unaenda sehemu nyingine kwa sababu ya hawa ndugu zetu. Uongo ukweli. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kanda hii ya Nyasa ni miongoni mwa kanda ambazo vijana wengi sana wamepotea, na wengi wamepotea mikononi mwa jeshi la polisi, kuanzia kwa ndugu yetu Mdude Nyagari pale Mbeya. Watu walioenda kuvunja mlango usiku wa manane wakamchukua, tena ambao walikuwa na silaha. Hivi silaha nchi hii zinamilikiwa na wananchi? Zinamilikiwa na wananchi? Ni nani hao? Sisi tukiwaambia hao wanatuteka tunawaonea? Peoples, hata kama wanatekeleza maagizo ya uongo, ni hawa jeshi la polisi kwa kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi. Uongo ukweli. CCM ilishajifia. Ndio maana kwenye mkoa huu wa Njombe, zamani ulikuwa ni mkoa mmoja wa Iringa, si ndio? Mwaka 1976 akina Mwalimu Nyerere walianzisha viwanda. CCM ikawa na uwezo wa kutengeneza ajira kwa watu, na kwa sababu ilitengeneza ajira kwa vijana, vijana hawakuwahi kupotea kwa sababu walikipenda Chama cha Mapinduzi kwa kazi iliyofanya wakati huo. Leo CCM wanateka watu kwa sababu gani? Mnajua? Uongozi umegeuka bidhaa. Uongozi umegeuka benki. Uongozi umegeuka kila kitu kwenye nchi. Uongo ukweli. Hivi leo mkikwama nyeni umekwama tatizo lolote, mnaenda wapi? Mnaenda wapi? Mnaenda kwa viongozi kuomba, si ndio? Mnaomba kwa wabunge, mnaomba kwa mwenyekiti wa mtaa, mnaomba kwa diwani. Unajua shida yake ni nini? CCM wamegeuza uongozi kama biashara. Ndio maana leo mtu akiwa rais hagusiki, na ukimgusa Samia kidogo mnashangaa kesho sipo, si ndio? Lakini sisi tunasema kwa sababu tunajua ili taifa lirudi kwenye mstari, lazima wananchi mchukue hatua ya kukikataa Chama cha Mapinduzi waziwazi. Peoples, Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kudhibiti rushwa. Chama cha Mapinduzi kupitia ubovu wa uongozi na kununua uongozi kimeshindwa kuwa na ubunifu wa kuanzisha namna ya kutatua tatizo la ajira kwa vijana wa nchi hii. Zaidi sana kwa sababu wamekataliwa na wamekosa uhalali kwenye uchaguzi, wanateka na kuua watu. Sasa ndugu zangu, watu wa Makambako, tumekuja kuwaambia kwamba tatizo kubwa la uongozi nchi hii ni Chama cha Mapinduzi. Tatizo kubwa la nchi la uongozi ni nini? Chama cha Mapinduzi. Tunataka mchukue hatua kwa mambo mawili. Moja, kwa kukiunga mkono chama hiki kwa sababu hii ndio sauti yenu. Tukija hapa mnafurahi kwa sababu sisi hatujaiba mali zenu. Uongo ukweli. Sisi hatujafanya ufisadi. Uongo ukweli. Sisi hatuteki watu. Uongo ukweli. Kwa sababu hiyo tunawataka mkiunge mkono chama chetu. Tunawataka msimame na taasisi hii kwa sababu bila Chadema nyie watu mtateseka sana. Hamjui mateso tunayopitia, lakini kwa sababu ni wajibu wetu kuwaambia na kusema kuhusu haki zenu, lazima tuseme. Peoples. Jambo la pili na la mwisho, mwenyekiti wetu wa chama yuko ndani, si ndio vijana? Wananchi wametangaza maandamano, wamesema watakuwa na maandamano tarehe 7, si ndio? Jeshi la polisi badala ya kuwapa ulinzi wananchi hao ambao wanataka kuandamana kwa mjibu wa katiba, wanakamata vijana wa Chadema. Sasa rai yangu kwa jeshi la polisi,
haitakuwa kama ambavyo mmekuwa mkifanya. Yaani safari hii tutawachezesha kindumbwe mpaka kieleweke. Peoples! Vijana wa Chadema na vijana wa Tanzania, tunataka muwe na hasira na watu ambao wananyang'anya haki yenu ya kuishi. Tunataka muwe na hasira na wakorofi kwa jeshi la polisi wanaowanyanyasa bila makosa. Baada ya kusema hayo, nawatakia jioni njema. Asanteni, tutakutana wakati mwingine.